Alhamdulillah, kwanza tumejiandaa vizuri kama Makumbi City, timu ambayo kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake imepata nafasi ya kuingia katika michuano hii ya Mapinduzi Cup. Tuko vizuri, tumefanya matayarisho makubwa. Leo kikosi kimeingia kambini asubuhi baada ya kumaliza mchezo wetu ule wa juzi dhidi ya KM kujiandaa na michuano ya Mapinduzi. So far kikosi chote hakuna hata mchezaji mmoja ambaye ana majeruhi. Wachezaji wote wapo tayari kwa michuano hii na tunataka tukafanye kitu kwa sababu tunaamini katika timu ambazo tuko nazo labda kwenye kundi letu pia zinafungika. Fufuni inafungika, tushacheza nayo tunaijua, ingawa imetufunga kule Kisiwani Pemba, walikuwa hapo kwao. This time wanakuja kwetu, si ndio? Kwa hiyo wanafungika na tumeona timu yao na tayari kuna sajili ambazo tushazifanya kwenye timu. Kwa hiyo tutaenda kufanya makubwa katika michuano. Hasa mechi ya kwanza ya Jumatatu dhidi ya Fufuni, tutaenda kupata ushindi wa kishindo tena. Baada ya hapo tarehe 3 tunakutana na mnyama Mgao Tamu. Na kwa bahati nzuri tumeshajiunga kwenye chama cha Walaotamu Tanzania. Nimeona jana na Masanza naye ameniambia nao tayari timu yao imeshaingia pale. Kwa hiyo tupo na tutaenda kufanya kile ambacho ndugu zetu wanakifanya kila siku. Mwaliko wa chama hicho mlipoona nani? Zaka, Babu Zaka. Ndo alitutumia mwaliko akatwambia ndugu zangu njooni hapa kuna raha huko. Ndio kila kizuri unakula na ndugu huyo. Sio wakija kule tunapokea. Kwa hiyo sasa hivi amekuja mtu wao kwa ametupokea na sisi wametunga kwenye chama tukaifanya kazi ambayo wanaifanya kila siku. Kama Makumbi City ni kama mmekasirika sana msimu huu kwenye Mapinduzi Cup. Kabisa. Yaani hatubahatishi. Leo jana tumetambulisha mchezaji ambaye anacheza Pamba Jiji, Pina Abdallah Idi, tumemchukua kwa mkopo kutoka Pamba Jiji, atahudumu timu yetu kwa miezi 6. Ujue kiasi gani tupo serious na hii michuano kwa sababu kumchukua mchezaji ambaye anacheza ligi kuu ukamshawishi aache ligi kuu aje kucheza miezi 6 katika timu yako na anaanza na Mapinduzi Cup sio kitu cha rahisi kabisa. Kwa hiyo ujue tuko serious na kuna sajili nyingine nzito zinakuja kuanzia leo. Hawa Simba mnaosema Walaotamu ni kama wadharau hivi, mnyama naye anachukia ujue kuitwa hivyo? Hapana. Hapana, hatumdharau. Tunamheshimu, senior team, big team, timu kubwa sana Tanzania. Lakini kiukweli Simba inafungika ndugu zangu. Yaani Simba inafungika. Yaani tusikae tukatishana mnyama. Of course mnyama ni timu kubwa na tunaiheshimu. Lakini Mwembe Makumbi City inaenda kumfunga Simba mchana kweupe kabisa. Mechi itakuwa ni tarehe 3 saa 2:15 usiku. Amani Complex pale. Bila ya shaka yoyote kwenye hiyo mechi tunaenda kupata raha kama ambavyo ndugu zetu wamekuwa wakipata. Umetamani raha wanazopata wenzenu na nyinyi? Kabisa. Enjoy. Kabisa. Simba alikuja Mapinduzi Cup misimu miwili iliyopita huko, alifungwa na Mlandege. Mchezaji ambaye alitumika kuiua Simba yupo tena. Yupo bwana. Pina tumemchukua, ndo tulomtambulisha Abdallah Eid Pina, the killer is back. Au ndo kodi hiyo mmeona inawafaa? Hapana, mifumo. Mifumo Makumbi City na bosi wetu tunamshukuru sana Usi Salum Pondeza Mjad, mmiliki na rais wa Makumbi City, ametusupport sana kwa sababu miongoni mwa pengo kubwa katika timu yetu ilikuwa ni nafasi ya striker. Tumekuwa tunasuasua sana, tunafika kwenye 18 lakini tunakosa magoli mengi. Mechi za kumaliza kipindi cha kwanza tuna struggle mpaka dakika 80 dakika 90 ndo tunapata goli. Kwa hiyo ametupa chaguo sahihi, chaguo ambalo tulilitaka, amepambana, tumelipata. Simba anafungika. Unajua kina wamesema Albadiri? Ya kwao hiyo. Wanasafisha kila kitu wamesema. Wao wakija mara nyingi wakija Unguja wanafanya visomo Unguja, si ndio? Wanaenda hadi Pemba kufanya visomo na nini. Nasemekana anafanya visomo akija Unguja ili wapate ushindi. Sisi ndio tumetoka Pemba. Tumetoka Pemba tumekuja Unguja. Maana yake sisi tupo katika kiwanja cha nyumbani. Nyinyi mmemaliza kila kitu. Simba anafungika. Na wakati huo mnawaza kuwafunga wao, wanawaza na ubingwa pia, usisahau. Nilishasema na narudia tena hapa ndugu zangu. Katika kundi letu la timu 3 tupo sisi, yupo Fufuni, yupo na Simba Mgao Tamu. Mechi ya kwanza tunacheza na Fufuni Jumatatu. Tunamfunga Fufuni magoli mengi tu, anatupeleka kwenye mechi ya pili. Mechi ya pili ya tarehe 3 tunacheza na Simba Mgao Tamu. Na sisi tushajiunga na chama cha Walaotamu Tanzania. Simba tunaenda kumfunga. Anayekuja hapo hatua ya nusu finali sisi anatupeleka finali. Yaani kwa sasa hivi hata hii title ndugu waandishi inabidi muipeleke kwamba Mwembe Makumbi City tayari ipo finali ya Mapinduzi Cup. Wana kocha mpya Steven Baka. Anakuja na mbinu mpya ambazo Mwembe Makumbi hamjawahi kuziona. Tuna wachezaji wenye experience, wachezaji ambao walitumika kuiadhibu Simba katika mechi ambazo alicheza na hiyo timu katika michuano ya Mapinduzi Cup kama Mustafa Musin Park, tunaye injini yetu.
Said Hamza Dante tunaye kwenye timu yetu, na yule kila ambaye aliwaua Abdallah Idi Pina tunaye kwenye timu yetu. Hapo hatujachanganya na kombo nyingine kina Keniali na wengine. Kwa hiyo hatuna shaka Simba anafungika ndugu zangu. Unaposhiriki michuano kwa mara ya kwanza, unakuwa kuna malengo ya kwanza, labda ujifunze baadhi ya vitu, unaporudi second time uweze kujiimarisha na kuchukua labda ubingwa. Kwa nini mnajiona na uweze kuweka malengo makubwa sana kwenye michuano ya Mapinduzi, michuano mikubwa? Sisi waga hatubahatishi tunapoingia kwenye michuano yoyote ile. Ngoja nikupe historia ndogo ya timu yetu. Sisi tumepanda daraja msimu wa mwaka jana, ligi kuu ya Zanzibar. Tulivyopanda watu walitubeza sana, timu mpya amekuja ligi kuu, na tulikuwa tunaongea kama hivi kwamba sisi tutaishia top 4 ama tutachukua ubingwa. Timu mpya na nini, finally tumebaki top 4. Tupo Mapinduzi sasa hivi. Timu ambayo pekee haitobahatisha katika michuano kutokea Zanzibar. Kwa maana Zanzibar kuna timu 3, si ndio? Tupo sisi, Mwema Ngombe City, yupo KVZ, yupo na Mlandege. Timu pekee ambayo itabaki mpaka finali Mapinduzi Cup ni Mwema Ngombe City. Ndege ambao wamekuwa mabingwa pia. Lazima tumfunge Simba, tumfunge Fufuni, tumfunge na anayekuja nusu finali. Sasa haijalishi mnakutana na Yanga. Haijalishi tunakutana na Yanga, tunakutana na Azam, tunakutana na Singida, tunakutana na Mlandege, tunakutana na Fufuni, tunakutana na KVZ. Mwema Ngombe City iko finali. Kifupi mtakaye kutana naye mbele yenu halali yetu. Yaani lazima afe. Hatuna namna. Yaani tumedhamiria. Ujue timu zilikuwa 8 kwenye michuano ya Mapinduzi Zimeongezwa 2. Kwenye 2, hebu imagine kamati ya watu 10 wa michuano ya Mapinduzi Cup wamekaa wakapiga tathmini, wakasema Mwembe Makumbi City ina deserve kuingia humo ndani kwenye timu 16 za ligi kuu, au tuseme timu 10 tuseme za ligi kuu ya Zanzibar, au timu zote za Tanzania nzima. Imeongezwa TRA, imeongezwa na Mwembe Makumbi City. Wameona kitu kwa Mwembe Makumbi City na wanajua tunapokuwa kwenye michuano ya serious. Sisi tunaita kama mabonanza tu. Tunafanya mazoezi kujiandaa na raundi ya pili ya ligi kuu Zanzibar. Kwa hiyo ili bonanza la mara hii tumalize na hili. Kakako Ahmed Ally ataona hii, lakini una cha kumwambia chochote? Nimwambie nini? Kwenda kukutana. Ataona hivi, maana naye atapata hasira. Najua kabisa vijana wake namna ya kuwaambia kwamba bwana mdogo anatamba sana. Hapana, hatuwadharau. Hatuwadharau. Na hii usiseme tunawadharau. Hapana, hatuwadharau Simba, tunawaheshimu. Ni big team Africa. Tunawaheshimu sana kwa nafasi yao, lakini tuseme labda amekuja wakati mbaya kukutana na sisi. Pengine wangesubiri labda, au wangeomba hata kamati ya mashindano ya Mapinduzi Cup wasinge kwa group moja na sisi. Tuna njaa na ile kombe. Kwa mara ya kwanza tumeingia, naogopa sana timu ambazo zinaingia kwa michuano kwa kusuasuani. Zingezo timu 2 alafu ndio inaingia hiyo. Papa iko finali. Papa bingwa mpya michuano ya Mapinduzi. Ndio sisi hao. Kwa hiyo kakaangu na mheshimu kubwa, na iheshimu taasisi yake ni kubwa sana. Sisi ni wageni kwenye michuano. Ni wapya pia ligi kuu ya Zanzibar. Ndio kwanza msimu wa pili, lakini safari hii amekuja wakati mbaya. Yaani amekuja wakati ambao sisi tunahitaji mafanikio kwenye timu. Tushajenga timu sana nyuma. Tangu daraja la kwanza tumejenga timu. Msimu uliomalizika tumejenga timu. Sasa hivi tunahitaji mafanikio kwenye timu. Shukrani. Asante.